Maombi ndio yanayobadilisha historia, kwa sababu yanamtengenezea Mungu nafasi ya kuingilia kati mambo ya maisha yako. Maombi yanampa Mungu kibali chenye uhalali wa kuingilia mambo yanayohusu maisha yako. Usipoomba, Mungu hana uhalali wa kuingilia mambo ya maisha yako. Mungu ni Mungu, anaweza yote, ila kuna sheria na kanuni zinazomlimit, zinazomuongoza za kiroho. Hakuna kitu chochote kile cha kiroho chenye uwezo wa kuingilia kati mambo ya duniani bila kwanza kupata ruhusa ya mwanadamu mwenye mwili, kwa sababu mwanadamu mwenye mwili ndio aliyekabidhiwa hii dunia. Neno la Mungu linatuambia mbingu ni mbingu za Bwana, lakini dunia amepewa mwanadamu. Kwa kama tumepewa wanadamu hii dunia, Mungu mwenyewe hana mamlaka ya kuingilia kati mambo ya duniani mpaka kwanza awepo mwanadamu mwenye mwili ambaye atamfungulia mlango wa kuingia. Ndio maana Mungu anatumia wanadamu kama malango. Ndio maana Adamu alipozaa wana alikuwepo Abeli. Abeli alikuwa ni lango la Mungu kupita kuingilia duniani na kufanya mambo yake duniani. Ndio maana ile vita ya Kaini na Abeli haikuwa vita ya kawaida, ilikuwa ni vita ya kwenda kufunga lango la Mungu akose pa kuingilia. Ndio maana Mwanzo sura 4 Mungu anamwambia Kaini, dhambi ipo inakuotea mlangoni, lakini unapaswa kuishinda. Sababu ilikuwa inatafuta kumwangamiza nani? Abeli, ili kufunga lango la Mungu kupita na kuigusa dunia. Ndio maana alipokufa Abeli, husikii tena mambo Mungu akisema na wanadamu, humsikii. Sikiliza, Adam alipofuzwa bustani ya Edeni, Mungu hakusema tena mpaka Abeli alipokuja. Mungu akaanza kusema, ndipo Mungu akasema. Abeli alipokufa, husikii tena Mungu chochote alichokiongea Mungu, husikii chochote alichokiongea Mungu mpaka inaenda sura ya 5 huko, ambapo Biblia inasema hivi, Adam akamjua tena mkewe, akamzaa Seti mahali pa Habili. Alimzaa Seti mahali pa Habili. Maana Mungu alimleta Seti kama lango ambalo limefunguliwa upya kwa lile lililofungwa la Abeli. Na Seti alipomzaa mwana, Biblia inasemaje? Hapo ndipo wanadamu walipoanza kuliitia tena jina la Bwana. Unajua maana kuliitia tena? Maana ni kwamba hata wao walikuwa hawana access na Mungu, hawana namna ya kumfikia Mungu, kwa sababu mahali pao pa kupita pamefungwa. Hapo ndipo wanadamu walipoanza tena kuliitia jina la Bwana. Maana kabla ya hilo walikuwa hawaliitii jina la Bwana, wala Mungu haonekani kwao. Kwa hiyo maombi ni njia ambayo inamfungulia Mungu mlango wa kuingia na kuigusa dunia. Ndio maana Biblia inamuita Yesu ni Adamu wa pili, kwani amekuja kukaa kwenye nafasi ya Adamu wa kwanza. Kuna vitu vilifungwa kwa Adamu wa kwanza, vinafunguliwa na kutupata pia kupitia Yesu Kristo kwa Adamu wa pili. Ndio maana katika ulimwengu huu wa kibinadamu, chochote kile kitoka kwenye ulimwengu wa roho kiingie kwenye ulimwengu huu wa kwetu, lazima kwanza kitu chenye mwili kihusike. Ndio maana hata waganga na wachawi, hata shetani mwenyewe lazima atafute mtu mwenye mwili, awe mganga, awe mchawi, awe mshirikina, amtumie. Ndio maana kuna watu wa kila aina, kuna watu wa vitu vya ajabu, ndio maana kuna watu wa vitu vya, ndio maana lazima atumie watu wakajiuze huko, atumie watu wawe wahuni huko, atumie watu wavute bangi, wawe majambazi, watumie silaha waue. Lazima atumie mwenye mwili. Ndio maana hata Mungu pia kuigusa dunia na jamii, lazima atutafute sisi ambao tumempa maisha yetu. Ndio maana watatafuta bundi, watatafuta paka, lazima kipo chenye mwili, sababu ulimwengu wa roho hauna mamlaka ya kuingia kwenye ulimwengu wa kimwili kufanya kitu duniani bila kupitia chenye mwili, haiwezekani. Lakini sasa maombi maana yake nini? Yanampa Mungu uhalali, yanampa Mungu kibali. Ni sasa na wewe utaka kusafiri kwenda kwenye nchi nyingine, lazima uwe na visa. Usipokuwa na visa na hauna passport, hauruhusiwi kupanda ndege kwenda kwenye nchi nyingine. Hata kama una kibali unaruhusiwa kuingia, ila lazima uwe na kibali cha kukuruhusu kuingia. Kwa hata Mungu mwenyewe inabidi apate kibali cha kumruhusu kuingilia mambo ya maisha yetu, na hicho kibali anakipata kwa njia ya maombi. Kwa unapoweza kuomba, unamnyima Mungu kibali cha kuingilia kati mambo yako, hata kama anatamani kufanya. Ndio maana ukienda kusoma kwenye zile mambo ya Elia, Biblia hivi, Elia wakati anaomba ili moto ushuke urambe ile sadaka, aliomba akasema hivi, ili julikane kwamba wewe ni Mungu na mimi ni mtumishi wako, nami nimefanya haya yote kwa neno lako. Maana yake Mungu alikuwa anamsemesha Elia. Elia anafanyia kazi kwenye maombi. Mungu anataka kufanya, asingesubiri apite kwa Elia, asingesubiri. Matendo ya Mitume sura 12, Petro amekamatwa anataka kuchinjwa. Herode alimkamata Yakobo akamkata kichwa. Kwa nini? Kanisa likuomba. Alipomkamata na Petro,
wakaomba. Walivyoomba, malaika akatoka mbinguni akaenda kumtoa Petro gerezani. Kwani Mungu alishindwa kumtoa Petro gerezani bila maombi? Ilikuwa ni lazima maombi yawepo kazini, ili ulimwengu wa roho uingilie kati ulimwengu wa kimwili. Walipoomba, Biblia inasemaje? Malaika akashuka akaenda akamtoa Petro gerezani. Yakobo alikamatwa, hawakuomba, akakatwa kichwa, aliuawa. Sio Mungu alipenda auawe, aliuawa kwa sababu kanisa alikuomba. Alitamani amsaidie Yakobo, lakini hana kibali cha kuingilia kati na kuokoa maisha ya Yakobo. Hana kibali. Alipokamatwa Petro, kanisa likakutanika likaomba kwa bidii, malaika akatumwa kuingia na kumtoa Petro, kwa sababu alipewa kibali cha kuingilia kati.